شهر القرآن أطلنا بصفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم من جديد. Karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 11 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika halaka ya 11 kwenye barnamiji yetu tulioipatia kwa jina la asbabu nuzuli li baadhi alayat, sababu ya kuteremshwa kwa baadhi za ayat. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubarikie kwa haya ambayo kwamba tunayokumbushana mara kwa mara. Allahumma amin. Mpendwa mtukufu wa Kiislamu, leo tutakwenda kuishi na sura fupi. Kwa ufupi wake, sura mzima imekuja kupitia aya 4, bali ni katika sura ambazo zenye kusifika kuwa imeteremka ili hali akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Makkah al-Mukarrama. Bali pamoja na ufupi wake, illa ni sura tukufu. Kwa utukufu wake, ta'dilu thuluth al-Qur'an, inasawazika na thuluth ya Qur'ani. Bali kwa utukufu wake, sura hiyo pamoja na ufupi wake, illa imekusanya mambo makubwa ndani yake. Kama mambo gani? Kama hili la kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili la kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokumana na kuwa amezaa ama amezaliwa, ama kuwa na mshirika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama kuwa yuko na mwenye kufanana naye yoyote. Ni sura pamoja na ufupi wake, illa ni sura ambayo iliyo na utukufu mkubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nadhani tumeitambua ni sura gani, bali ni katika zile sura chache ambazo zilizoanza na uslubu wa qul, zilizoanza na fi'l amri, akiamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme kwa sigha ya qul, sema. Nadhani tumeifahamu ni sura gani, sio nyingine bali ni surata al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas mtukufu asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, qul huwa Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni azime moyo wako kabla ya sikio lako, tuishini na haya ambayo yaliyojiri kuhusiana na sura hii tukufu. Mtukufu wa Kiislam, yamekuja mapokezi kwa al-Imam al-Baihaqi katika al-Asma wa Sifat, kutokana na mapokezi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna al-yahuda ja'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam minhum Ka'b ibn al-Ashraf wa Huyay ibn Akhtab faqalu ya Muhammad sif lana rabbaka alladhi ba'athaka فأنزل الله عز وجل هذه السورة. والحديث حسنه الحافظ في الفتح. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, mapokezi yamekuja kwa al-Imam al-Baihaqi katika al-Asma wa Sifat kutokana na hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asumulia Abdullah ibn Abbas radha Mwenyezi Mungu zimfikie yeye na baba yake, ya kuwa vigogo vya kimayahudi, maulama wale wakubwa, viongozi wa mayahudi walikusanyika kwa umoja wao, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kumchallenge. Walipokwenda wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Muhammad sif lana rabbaka, tusifie sisi huyo Mola wako ambaye kwamba unaidai kwamba amekutuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha sura hii ya al-Ikhlas. Bali asema al-Imam ad-Dhahhak, mfasiri wa Qur'ani, al-Imam ad-Dhahhak na al-Imam Qatada na Muqatil wasumulia hawa waheshimiwa, jaa nasun min al-yahudi ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqalu, yakuwa walikwenda watu miongoni mwa Mayahudi, taban ni wale maulama wao wa Kiyahudi, walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sif lana rabbaka ya Muhammad la'allana nu'minu bika fa inna Allaha anzala na'atahu fi at-Tawrah ila akhirih. Walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwambia, tusifie Mola wako, huenda baada ya kuwa tumemtambua, huenda tukakuamini na sisi na tukakufuata, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafichiki katika vitabu vyetu vya Taurat, bali ameteremsha sifa zake Mwenyezi Mungu katika Taurat. Fa akhbirna min ayi shay'in huwa wa min ayi jinsin huwa, adhahabun huwa am nuhasun am fidda wa hal ya'kulu wa yashrab. Wakaanza kumchallenge kwa maswali mbalimbali,
tufahamishe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo Mola wako anatokomana na kitu gani? Je, jinsia yake ikoje? Je, anatokomana na dhahabu pengine, ama ni fedha, ama ni shaba pengine muundo wake? Je, Mola wako anakula, anakunwa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiteremsha sura hii tukufu akimwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ili awajibu hawa, akimwambia qul, sema e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahad, yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee na ni mmoja pekee yake. Allahu samad, Mola wangu ni Mola mwenye kukusudiwa na viumbe vyote kwa usiku na mchana. Huyu ndiye Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mnataka kumfahamu na kumtambua Mola wangu zaidi na zaidi, basi fahamuni ya kuwa Mola wangu lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Bali mnataka kumtambua Mola wangu miongoni mwa sifa zake ni kuwa walam yakul lahu kufuwan ahad, Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala hana anayefanana naye hata mmoja. Allahu akbar. Ikateremshwa sura hii tukufu ikawa ni jawabu tosha kabisa kuwajibu wale Mayahudi ambao walikuwa wanataka kumtambua ni nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tubarikie katika kukutana kwetu huku. Allahumma amin wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طوعا للملك الأعلى قرأ القرآن وصلى لله عز وجل. Qoyama Image, sisi tunafikisha na Allah anaongoza.